الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ikiwa leo ni usiku wa tarehe 20 ya mwezi wa Muharram katika mwaka wa 1448 kwa mujibu wa kalenda ya Kiislamu, ambao unalingana sawa na usiku wa tarehe 5 katika mwezi huu wa 7 mwaka wa 2026. leo biidhnillah alkarim tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika lile ambalo litamridhisha yeye al-Maula jalla wa ala, atuwafikishe kuyazungumza maneno ya sawa sawa na maneno yetu yawe ni mchango wa kheri na wala usiwe mchango katika shari, mchango wa kusaidia kuitetea haki na kuibainisha na kuilingania, na usiwe mchango wa kuitetea batil na kuikingia kifua. Kwa sababu haya tunayasema kama hivyo yanavyorekodiwa na mitambo hapo ulimwenguni, basi yanarekodiwa kiufundi zaidi na malaika waliopewa kazi ya kufanya hivyo, ambao ni kiraman katibin wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kwa hiyo tunayosema yawe ni ya kheri na tuyakute hayo ya kheri katika madaftari ya mema yetu katika siku ambayo la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Kwa hiyo insha Allah tutaingia moja kwa moja kwenye utangulizi, na pengine utangulizi utakaofanya leo na kesho, alafu tukaendelea na maudhui moja kwa moja. Kwanza sisi tunasema kwamba mauaji ya Hussein bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma, amridhia Allah, amridhia yeye na baba yake Hussein ambaye ni mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni moja kati ya mambo maovu yaliyowahi kutokea katika historia ya Uislamu, hususan kizingatia mazingira ya kuuawa kwake. Watu waliodai kuwa ni wafuasi wake, wapenzi wake, Shia wake, watiifu kwake, vipenzi vya ahli albayt, walimwandikia barua nyingi sana wakimuita aende katika mji wao, atoke huko alikokuwa katika mji wa Makka kwa wakati huo, aende Al-Kufa, aende katika mji wa Al-Kufa huko Iraqi, kwamba njoo huku maadamu aliyetawazwa nafasi ya uongozi wa Uislamu ni Yazid bin Muawiya, mtu fasik. Sisi watu Al-Kufa hatukubaliani na hilo, na pia tusikie wewe hukubaliani na jambo hilo, kwa hiyo njoo huku, sisi tutakupa wewe nafasi ututawale, sababu wewe ndio mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, njoo.
barua zilikuwa nyingi kama tutakavyoeleza insha Allah. Baada ya kukithiri barua hizo na wito huo, Al-Hasan Al-Husaini radhiyallahu ta'ala anhu hakukurupuka. Alimtuma mwakilishi wake, ibn ammi wake Muslim ibn Aqil bin Abi Talib, aende akayahakiki mazingira. Kama hayo yanayosemwa ni kweli, basi yeye atakwenda huko. Baada ya kuyahakiki mazingira, akajiridhisha kwa mazingira ni salama na waliomuita wana nia njema, ndipo alipoamua kutoka katika mji aliokuwa akiishi kwa wakati huo, yeye na wake zake na watoto wake, dada zake na ndugu zake na jamaa na marafiki. Walitoka kwa pamoja kuitikia wito huo kwa jina ambao umeitwa kwa jina la dini. Lakini kwa masikitiko, hao watu waliomuita walimgeuka na wakashirikiana na viongozi madhalim kumuua yeye pamoja na watu katika familia yake. Hao waliomuita alikuwa mwenyewe katika mji wake, ametulizana na familia yake, anafanya mambo yake. Lakini wale waliomuita walimgeuka, walimuita kwa madai kwamba wao ndio Shia wake, wafuasi wapenzi wa Ahlul Bait. Lakini waligeuka wakashirikiana na maadui, wakamuua yeye na sehemu kubwa katika aila yake radhiyallahu ta'ala anhu, kwa mauaji ya dhulma, mauaji ya kinyama, jambo ambalo halitafutika katika ulimwengu wala huko akhira. Haki yake iko imehifadhiwa na ukweli uko vile vile, hautabadilika, na Allah atawalipa madhalim wanachostahili. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun inma yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'in muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Usije ukadhania bwana, wala usidhania kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kughafilika kwa wanaoyafanya watu madhalim. Kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawachelewesha tu, anawaakhirisha kwa ajili ya siku ambayo macho yatakodoka. Katika siku hiyo ya kiyama watakuwa ni wenye kwenda kwa haraka kutoka makaburini, muhti'in, wenye kwenda haraka kutoka makaburini, muqni'i ru'usihim, hali ya kuwa ni wenye kunyanyua juu vichwa vyao, la yartaddu ilayhim tarfuhum, na macho yao hayapepesi, hayagwinyi, wamekodoa macho, hayapepesi kwa mshangao wa yale watakayoyaona na fadhaa kubwa itakayowapata. Wa afidatuhum hawa, na nyoyo zao zitakuwa ni tupu, hazifahamu, nyoyo zao hazifahamu kitu kwa sababu ya hofu, hazina uwezo kuelewa. Kwa hiyo wasije wakadhani kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameghafirika na yale yaliyofanywa na watu hao, bali Allah haghafiliki na lolote linalofanywa katika ardhi hii. Dhulma yoyote inayofanywa
Allah subhanahu wa ta'ala atailipa walau baada hin. Kwa kuwa tukio hili ni tukio la kihistoria, mara nyingi tunasisitiza sisi umakini katika kuyaelezea matukio kama haya, kwa sababu mambo kama haya yameandikwa na mikono mingi sana na watu tofauti tofauti, na kila mmoja akavutia kwenye mrengo wake. Lakini jambo la uandishi wa historia, uandishi wa simulizi za kale za Kiislamu, Waislamu walifanya mipango na mikakati mapema kabisa ya kudhibiti simulizi na riwaya na mapokeo yanayoelezea mambo mbalimbali, mambo ya dini, kwa maana misingi ya dini kama tauhidi na mengineyo, sheria, tabia na maadili, miamala na mambo mbalimbali, historia za watu. Wanazuoni wa Kiislamu waliamka mapema kabisa, wakaweka mipango na mikakati katika udhibiti wa habari, hasa ilipokuja aya ya tathabbut, aya 6 ya suratul Hujurat, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Aya hii ni msingi mkubwa kabisa waliotumia wanazuoni wa mwanzo wa Kiislamu na wengine wakafuatia juu ya msingi huu katika kudhibiti taarifa, katika kudhibiti taarifa. Alhamdulillah, chochote kitakachozungumzwa katika mambo ya dini, taarifa zake unaweza kuzichuja ukapata taarifa za kweli na zisizo na kweli, za ukweli, kwa kutokana na misingi iliyowekwa. Alhamdulillah, hii ni neema kubwa, jambo ambalo halipatikani sehemu nyingine. Kwa hiyo habari pia zilizoeleza matukio yote yanayohusiana na mauaji ya Al-Hussein radhiyallahu ta'ala anhu na matukio mengine yamethibitiwa. Kwa nadhani tukifuata utaratibu wa sawa sawa tutapata faida. Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, tukimzungumzia yeye tu kwa ufupi, yeye ni Hussein ibn Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim. Tukienda kwa njia ya baba yake ni mtoto wa Ali ibn Abi Talib, lakini tukija kwa njia ya upande wa mama yake, yeye ni Hussein mwana wa Fatima binti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bintu Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hussein ibn Ali ibn Abi Talib alizaliwa mnamo mwaka wa 3 Hijiria. Alizaliwa mwaka wa 3 Hijiria. Hii ni kusema kwamba wakati babu yake akifariki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni kijana anayekuwa sasa mwenye umri wa miaka 7 kwenda mwaka wa 8. Bali kijana mdogo ni anakuwa sasa. Aliuawa mnamo mwaka wa 61 Hijiria. Kwa miaka miladia, ukileta mwaka wake aliozaliwa mpaka kufa kwake, ilikuwa ni mwaka wa 625, ndio mwaka aliozaliwa, na kufariki mwaka 680. Kwa hiyo kwenye 80 wewe toa 25, tabaki miaka mingapi? 55 kwa miladi. Kwenye hijiria, kwa mujibu wa kalenda ya Kiislamu, ukitoa 61 katika 61 ukitoa 3 tabaki miaka 58. Ndio umri wake alioishi Al-Hasan bin Ali.
kwa hiyo ni mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia kwa binti yake Fatima radhiyallahu ta'ala anha, ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alimzungumzia bibi huyu Fatima katika maneno ambayo ahli sunnah wal jamaa wameyataja katika vitabu vyao vya hadithi, katika kutaja manaqib na sifa njema na fadhila za ahli albayt. Hawakuficha, kwa sababu ahli sunnah wal jamaa katika moja ya misingi yao ya imani na itikadi ni kuwapenda ahli albayt na kuzitaja fadhila zao. Kwa Imam al-Bukhari katika sahihi yake alitaja hadithi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, Fatimatu sayyidatu nisa'i ahli aljanna, Fatima ni katika mabibi bora, ni bibi bora katika wanawake wa peponi, katika wanawake wa peponi, yeye ndiye katika wanawake bora radhiyallahu ta'ala anha. Kwa huyu ndo mama yake al-Hussein, na baba yake ni Ali bin Abi Talib, dhul manaqibi al-kathira, mwenye sifa njema nyingi tu, ambaye aliwahi kuwa khalifa wa 4 wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya Abu Bakr, kisha Umar, kisha Uthman, kisha akaja Ali bin Abi Talib. Na yeye Ali ndiye ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kusema siku moja, la u'tiyanna ar-rayata rajulan أو لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله, kesho nitampa bendera mtu ambaye Allah na mtume wake wanampenda. Ahli sunna pia wamepokea kwenye vitabu vyao hadithi hii, imepokewa na Imam al-Bukhari na Imam Muslim rahimahumullah ta'ala kutoka kwa Salama bin al-Aqwa, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema maneno haya, kesho nitampa bendera mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anampenda, kadhalika na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia anampenda. Huyu ndio baba yake al-Hussein. Hawa wawili baba na mama wa al-Hussein, lau kama utaanza kueleza habari zao na fadhaili zao vikao vitaisha. Fadhaili zao ni nyingi, ni watu bora alhamdulillah. Hawana ahli sunna, hawana kinyongo kabisa, wala hawana chochote cha kuwajeruhi watu hao. Hawa ni watu bora na tuwapenda sisi, na tunatakarabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tunajikurubisha kwake yeye kwa kuwapenda watu hao. Na al-Hussein radhiyallahu ta'ala anhu ana ndugu zake, kwa mfano kaka yake al-Hasan ambaye ni mkubwa kwake, na dada zake wawili ambao wamezaliwa yeye na baba mmoja mama mmoja, kwa sababu kwa baba na mama wamezaliwa 4, wanaume 2 na wanawake 2. Kwanza al-Hasan, wa pili ndio yeye al-Hussein, wamepishana kiasi cha mwaka na kitu. Na wa kike iko Zainabul Kubra na kuna Zainabu Sughra. Zainabu wako wawili, huyu Sughra ndio anaitwa Kulthum, kunia yake ni Kulthum. Zainabu Sughra huyu alikuwa ni mke wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Dada yake al-Hussein, mdogo wake wa kike, alikuwa ni mke wa khalifa wa pili Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Hapa pana maneno mengi pia, lakini unaona kwamba namna mafungamano ya karibu ya kifamilia na kijamaa ilikuwa baina ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hasa al-khulafa ar-rashidun na ahlu bait rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kuanzia yeye Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam mpaka kufikia kwa familia yake, watu wake wa karibu kama hawa wajukuu wake. Palikuwa na ukaribu wa hali ya juu. Al-Hussein au Ali bin Abi Talib
hakusita wakati Umar radhiallahu ta'ala anhu alipokwenda kuposa kwake. Alikwenda kuposa Ali mwenyewe yuko hai. Wakati huo Umar ni khalifa, kashafariki Abu Bakar as-Siddiq, mtume hayupo sallallahu alayhi wasallam, Abu Bakar kashafariki, yuko Umar radhiallahu ta'ala anhu katika utawala wake, akamposa binti wa Ali bin Abi Talib, Kulthum. Kuna mambo mengi kujifunza. Bila shaka Ali bin Abi Talib ilimpitia kwenye akili yake hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, idha ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, atakapokujieni mtu ambaye mnairidhia dini yake na tabia zake, mnaridhika na maadili yake, muozesheni. Mimi siamini kwamba Ali bin Abi Talib alikuwa ni mtu aliyekwenda tofauti na mafunzo haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Labda alikuwa muoga akamwozesha binti yake kiuoga, au alikuwa na tamaa, au alikuwa na kadha na kadha. La, yeye ni mfuasi mzuri wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtu shujaa mwenye ghera na ahli baiti wake. Alimwozesha binti yake Umar radhiallahu ta'ala. Ala kulli hal, hawa ni ndugu zake al-Hussein, ndugu zake al-Hussein, Kulthum akiwa ni mmoja wapo, na ndugu zake wengine kwa baba wako wengi, wanafika 27 kwa ujumla wote. Watoto Ali bin Abi Talib wanafika 27, akiwemo Muhammad al-Hanafiya na wengineo. Tayib, ukiacha ukoo wake al-Hussein radhiyallahu ta'ala anhu, bila shaka ni mtu bora kabisa, nasabu yake ni nasabu safi kabisa, na nasabu zote zitakatika siku ya kiyama isipokuwa nasabu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ukiacha mambo ya nasabu, yeye ni sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na ni katika ahlul bait. Ahlus sunnah wal jamaa wamepokea hadithi nyingi kuhusu fadhila za al-Hussein radhiyallahu anhu, na miongoni mwa hadithi hizo ni ile hadithi inayomtaja yeye na kaka yake al-Hasan wal-Husayn sayyida shababi ahli al-janna. Al-Hasan na Hussein hawa ni mabwana wa vijana wa watu wa peponi. Hadithi ameitaja al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala katika jamii yake kutoka kwa sahaba Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. من وقت الأذان.